Siku nyingine tena ambayo tunakwenda kuzungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo, kijamii lakini kiburudani. Hivi sasa tunaanza habari za kimichezo. Sahau kilichotokea Mwanza saa 70 zilizopita. Leo ni hadithi mpya kabisa kwa kocha Molan wa Yanga. Anajua hatima ya ubingwa ipo mikononi mwa Florent Ibenge wa Azam kwenye uwanja wa Aman Complex huko Zanzibar. Lakini kocha Molani alishuhudia Yanga ipokuwa katika ubingwa wa kombe la CRB baada ya kuchapwa mabao 3-2 Azam ndani ya siku moja. Anapata nafasi ya kujiuliza upya mbele Ibenge anayeonekana kuwa na wakati mzuri baada ya kuzifunga robo tatu ya timu zote zilizopata nazo sare katika mzunguko wa kwanza. Yanga na Azam zinakutana takribani saa 70 na dakika 30 za kupumzika na kujiandaa kabla ya kukutana tena kwenye mchezo huo. Hiyo ni chini ya siku 3 kamili za mapumziko baada ya mechi ya dakika 120, tofauti na mechi ya Kirumba iliyokuwa ikitafuta tiketi ya fainali. Safari hii kuna pointi 3 ambazo zinaweza kubadili kabisa ramani ya mbio za ubingwa na nafasi za juu za msimamo wa ligi. Yanga inaingia kwenye mchezo huo ikiwa kinara wa ligi na pointi 66, huku Simba nafasi ya pili na pointi 64 na Azam yenye pointi 58 nayo bado inalenga ya kumaliza katika nafasi nzuri zaidi kabla ya mwisho wa msimu. Mipira ya juu imewaumiza Yanga. Jambo la kwanza ambalo Yanga lazima alifanyie kazi ni namna ya kuzuia mipira ya juu. Mabao yote walifungwa kwa mtindo mmoja. Katika mchezo uliopita Azam ilionyesha kuwa haitegemei pasi fupi pekee kujenga mashambulizi. Ibenge alitengeneza mpango wa kutumia nguvu za Jean Ngita ambaye aliwataka kwa kasi kikubwa mipira ya juu dhidi ya mabeki wa Yanga. Ngita hakufunga, lakini mchango wake ulionekana wazi kuwa kwenye bao la kwanza ambapo alimdondoshia mpira Himid alifunga kwa kichwa. Katika nyakati nyingi za mchezo huo Bakari Mwamnyeto na Ibrahim Hamad Baka walijikuta wakipishana sio tu na mshambuliaji huyo bali pia ni mpira ya pili iliyokuwa ikiokotwa na viungo wa Azam FC. Ukitazama bao la pili pia lilifungwa kwa kichwa na Bekla Meklawi, na hata bao la tatu chanzo ilikuwa mpira wa juu ambao alifungwa Jafet Kitambala baada ya Baka kumrudishia mpira kipa Diara. Nyota huyo Azam aliungua juu kwa juu na kufunga kutumia juu. Lakini kama Azam itaendelea kutumia mfumo huo, Yanga italazimika kuhakikisha kiungo wake wa ulinzi anakuwa karibu na beki wakati ili kukusanya mpira yote inayorudi baada ya Ngita au Kitambala kushinda mipira hiyo ya juu. Wote hao ni washambuliaji warefu. Sasa hapa tunaona silaha ambayo ya Okello pia apate mpira zaidi. Okello ni mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi na takwimu zake zikatambulika kama mmoja wa wachezaji hatari zaidi kwenye kikosi cha Yanga akiwa na mabao 11 na assist 7. Azam ilifanikiwa kupunguza nafasi za Okello kwa kuweka chini ya pressure ya Hamid Mao na Yahaya Zaid. Kwa hiyo Azam isipoteze nidhamu iwapo uwanjani. Kwa upande wa Azam, ushindi wa Kirumba umeleta furaha, pia ni umeacha fundisho kubwa zaidi. Ibenge atalazimika kuhakikisha mabeki wake wanakuwa watulivu zaidi, hasa wanapokabiliwa na mshambuliaji mwenye kasi kama Prince Dube. Faisal ndiye ufunguo katika timu ya Azam FC. Kama kuna mchezaji ambaye anaweza kuamua hatima ya Azam katika mchezo huo, basi ni Faisal Salim mwenye mabao 14 na assist 8. Katika kipindi cha kwanza alipata nafasi ya kugeuka na kutazama mbele. Azam ilionekana kuwa timu yenye hatari kubwa zaidi. Faisal akiwa kwenye ubora wake, Azam huwa na uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi zaidi pale ambapo anakuwa uwanjani. Lakini sauti za kocha wa Azam Ibenge amesema ushindi wa kombe la CRB haujafunga hesabu zake dhidi ya Yanga. Tumeshinda na tumefuzu fainali, lakini bado tuna mechi nyingine dhidi ya Yanga. Hatuna muda wa kusherehekea, tunapaswa kurikava na kujiandaa upya. Hayo yalisemwa na kocha huyo wa Azam FC. Kwa upande wa Yanga, kaimu kocha mkuu Abdul Molan amesema timu yake itaendelea kupambana katika mechi zilizobaki
za ligi. Tumepoteza nafasi ya kucheza fainali, lakini bado tuna malengo yetu kwenye ligi. Lazima tujipange vizuri kwa mchezo unaofuata. Hayo ni kutoka kwa Molan. Sasa endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili uzidi kupata ni nini ambacho kinakwenda kutokea katika mechi hiyo itakayopigwa huko Uwanja Complex jijini Zanzibar.